Sifiwe. Kwa hiyo somo letu linahusu nguvu za Mungu ndani ya mwamini. Kwa hiyo tuliweka msingi, leo tutaendelea mbele zaidi. Kwa hiyo leo tutaanza kipengele kinasema faida za kuwa na nguvu za Mungu. Faida za kuwa na nguvu za Mungu. Faida za kuwa na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya nguvu za Mungu, hiyo ni ahadi ya Mungu kwa kanisa lake, na Mungu aliona kuna umuhimu mkubwa sana wa kila mwamini awe nazo hizo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaona kwamba hata wanafunzi wa Yesu hawakuweza kufanya kazi ya Mungu kwa weledi kabla hawajapokea ile nguvu. Biblia inasema walikuwa waoga. Haleluya. Walikuwa wanashindwa kutoka hadharani na kuisema kweli ya Mungu. Walikuwa wanajificha. Walikuwa wamejifungia Yerusalemu wakiwa wanaomba. Ule ujasiri wa kwenda kushuhudia, kwenda kuhubiri, ujasiri huo wakawa hawana. Kwa sababu gani? Kuna nguvu ilikuwa bado haijawashukia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Yesu anasema Roho wa Bwana atawajilia juu yenu. Anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Takatifu. Nasema akisha wajilia huyo, mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi. Haleluya. Kisoma Matendo 1:8 pale anaelezea jambo hilo. Kwa anawaambia msitoke. Ukisoma kwenye Injili anayowaambia kwamba msitoke Yerusalemu mpaka mpokee uwezo. Haleluya. Msitoke Yerusalemu mpaka mpokee uwezo. Kwa hiyo walitii ile agizo la Mungu. Maana Mungu alijua kwamba wakienda bila nguvu, kazi itakuwa ni ngumu. Jina la Bwana pekee sana. Ndivyo ilivyo hata leo. Ili uone kazi ya Mungu ni ngumu, kosa hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo kuna watu wanakokotwa na nguvu za watu wengine. Ili waweze kufanya kazi ya Mungu, inalazimu kiongozi atumie nguvu nyingi, kushawishi, kumbembeleza, kumvutavuta, kwa sababu ndani yake kuna kitu kimepungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta ni mwanakwaya naimba, lakini ili uimbe unakuta kiongozi anatumia nguvu nyingi. Sijui wewe upo kwenye idara gani, mpaka kiongozi atumie nguvu nyingi ndio unaenda. Asipokufuatilia na wewe unajiachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuta unatumia nguvu nyingi kwa sababu wa watu ndani yao kuna kitu kimepungua. Lakini mtu ambaye ana nguvu za Mungu, kazi ya Mungu haoni kama ni ngumu. Amen. Anaona ni sehemu na ni wajibu wake kuifanya, na anaifanya kwa moyo wake wote, anaifanya kwa nguvu. Kwa sababu pale hafanyi kumpendeza mtu, bali ipo nguvu ya Mungu inamuongoza, inamsukuma. Haleluya. Na asipofanya anajisikia vibaya. Anaona pengo langu pale hamna ambaye ameliziba, na ndivyo ilivyo. Wakati huo unazembea, lile pengo linabaki. Ndio maana Yona alikuwa amekusudiwa aende Ninawi. Haleluya. Aligoma mara ya kwanza. Mungu alikuwa na uwezo wa kuangalia mtu mwingine aende. Lakini tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia, Mungu alimwandaa Yona kwamba Yona ndiye atakaye tumika kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata Yona alipojaribu kukataa,
Mungu ilimlazimu atumie nguvu, atumie mabavu kuhakikisha Yona anaenda kufanya ile kazi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ilikuwa ni sehemu Mungu alishaiandaa. Kila alichokiratibu Mungu huwa kinabaki vile vile. Wakasema huyu anagoma, lakini lazima ataenda. Akatumia mabavu, Yona akaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tunatumia nguvu nyingi sana kuelekeza, kufundisha, lakini hao watu wanaofundishwa wanatendea kazi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wana hali gani? Kwa hiyo wote tukiwa na nguvu, wote tukiwa na huo uwezo wa kimungu, kazi ya Mungu inakuwa ni rahisi. Haleluya! Inakuwa ni nyepesi. Hata anayekuongoza anajisikia vizuri, anafurahishwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo faida za kuwa na nguvu za Mungu. Faida ya kwanza, huchoki haraka katika imani. Huchoki. Huchoki. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na nguvu ya Mungu huchoki. Leo tuna watu wanachoka, au tuna watu wamechoka. Kuchoka hapo ni pamoja na kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu anakata tamaa, anachoka, kuna kitu ndani yake kimepungua. Maandiko yanatuambia injili ilikotoka, wale ambao waliyaweka misingi walipitia mambo magumu ambayo kwa sasa sidhani kama yapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukasoma wale mitume wa Yesu, ukimtoa Yuda, wale ndio waliweka misingi, wale ndio walieneza injili duniani kote, walitimiza andiko la kusema nendeni ulimwenguni kote. Haleluya! Wale pale walipata shida kwa sababu hiyo imani ilikuwa ndo kwanza inaanza nyingine. Kwa hiyo watu waliposikia, wengine waliamini, wengine waliokota mawe, wengine walichukua mapanga. Walikuwa wanaishi wakati mgumu, wengine wanapigwa asubuhi, jioni wanaenda kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanatishwa kwamba mkihubiri tutawatia gerezani, tutawafunga kifungo cha maisha. Wanasema sisi hatuwezi kumtii mwanadamu, ila tutamtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaendelea kuhubiri, wanafanya kazi ya Mungu. Sasa yale ndio yalikuwa mambo ya kuchosha. Amina. Lakini tunaona watu hawakuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuchoka, wala hawakuangalia yale maumivu, wala hawakuangalia vile vitisho ambavyo walikuwa na tisho, bali wao walimtazama Mungu ambaye amewaita. Wakafanya kazi ya Mungu kwa moyo, bila kujali kuna bakora, bila kujali kuna shida. Haya ndio yalikuwa mambo ya kuchosha, lakini tunaona watu hawakuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, wewe nini kinakuchosha? Bwana Yesu asifiwe sana. Wenzako hao walikuwa wanakosa hata pa kulala, ikabidi wahamie kanisani. Wakafanya kanisani ndo kambi, ndo nyumbani. Kwa hiyo kana wanalala hapo, wanakula hapo. Nyumbani hakukariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiokoka unafukuzwa nyumbani. Watu wanakukataa, wewe sio mwenzetu, wewe ni kafiri, wanakufukuza. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na mtu ndo kwanza ameokoka leo na anafukuzwa leo, bado hata mizizi ya imani haijaingia vizuri, anatimuliwa na anakubali kwamba potelea pote nifukuzeni, na kweli anafukuzwa, anaenda huko, anahamia kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe kitu gani kinakuchosha? Vitu gani ambavyo vinakufanya uchoke kwenye imani? Kisa umeomba sana ujenge, hujajenga, mtu anachoka. Haleluya. Umeomba sana ununue kiwanja, unaona miaka inaenda na hujanunua, unachoka. Wakati hayo hata hayahusiani na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Vina uhusiano gani na imani hivyo vitu? Havina uhusiano, si ndio? Haleluya. Hawa walikuwa wanashindania imani, hawakushindania Mungu nisaidie nijenge ghorofa, ninunue mabasi, walikuwa wanashindania imani na hawakuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe unashindania vitu vyako vya dunia hii, na hivyo vinakufanya uchoke. Hivyo vinakufanya uone imani haina thamani. Imani ni kitu cha ovyo, vitu vya kuonekana. Kwa hiyo unapokuwa na hiyo nguvu, huwezi ukatoa kwenye imani eti kisa umemwomba Mungu kitu na hajafanya. Haleluya. Huwezi ukachoka, huwezi ukazira kazi ya Mungu, huwezi ukazira ibada eti kisa umeomba na hujajibiwa maombi yako. Kwa sababu ombi sio lazima. Amina. Fahamu nikija kwako, Bwana nisaidie, naomba hela na shida 1 2 3. Kunipa sio lazima, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza ukatoa au usitoe. Pengine unaweza ukaangalia nimekuja na staili gani ya kuomba, ukaona labda ninadharau, sijatumia hekima, unaamua mwenyewe kwamba hapana, siwezi kutoa. Kwa hata tunapoenda kuomba mbele za Mungu, hatumlazimishi afanye vile tunavyotaka. Amina. Bali yeye anafanya anavyotaka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapozira ni kana kwamba ulikuwa unamlazimisha Mungu afanye, ila Mungu na yeye kaangalia kaona hawezi kufanya kwa wakati huu, tayari wewe unachukua jukumu la kuchoka. Unaanza kuomba maombi ya kunung'unika, mbona fulani tulifungaga wote, mbona yeye tayari, mbona mimi bado? Unaanza kuzira, kukasirika mbele za Mungu. Umepungukiwa. Sema Yesu nisaidie. Haleluya. Kwa hiyo nguvu inakufanya usiangalie mazingira. Amina. Inakufanya usiangalie hivi vya kuonekana, uviweki kipaumbele, bali unamweka Mungu ndo kipaumbele chako. Hata asipofanya unaendelea kumwabudu, unaendelea kumtumikia vile vile, kwa viwango vile vile. Spidi ya kuhudhuria ibada inakuwa vile vile, kwa sababu hujaweka kipaumbele vitu vya kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tusome kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 30 hadi 31. Isaya 40. Isaya 40 30 hadi 31. Anasema,
hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana watanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anazungumza na kanisa, anasema kuna watu watazimia, kuna vijana watazimia, kuna watu watakata tamaa, kuna watu watarudi nyuma. Lakini anazungumzia kundi la pili, anasema bali wale wamngojeao Bwana, anasema hawatachoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wale wenye subira watapata nguvu mpya. Ndio maana wewe kama umekaa vizuri na Mungu, kila siku unaongezewa nguvu. Mungu anakupa nguvu. Unaweza ukakutana na maneno magumu leo, kesho uko safi. Haleluya. Unaweza ukakatishwa tamaa leo, kesho uko vizuri. Huna uchungu wowote wala kinyongo na mtu. Unaona kabisa umeshakuwa mpya. Mungu anakuhuisha. Sometimes unaweza ukaichoka huduma, unachoka, unamwambia Mungu nimechoka. Kesho naamka mpya, una nguvu tele, unatamani tu kuifanya kazi ya Mungu, kwa sababu Mungu anakuongezea nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wale ambao watamngoja Mungu watapata nguvu mpya, watapaa kama tai. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa kwa nini wengine wanachoka? Kwa nini wengine wanazimia? Kwa nini wengine waishie njiani? Kwa nini? Unakata tamaa. Unapomkatia Mungu tamaa, na yeye anakuwa hana time na wewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hilo langu adui analitumia. Unakuta mtu amekata mguu kuja kanisani. Unajiuliza mtu ana shida, anaumwa. Unakuja kugundua hata haumwi. Unakutana naye kwa mtaani kajiachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kajiachia. Kwa nini? Mimi pale nimeona nachelewa. Naanza kukuhesabia, nikafunga 40, nikafunga 21, nikafunga ngapi? Nikafunga ngapi? Nimehudhuria mikesha. Lakini hamna kitu. Hao ndio wale wanawinda tu miujiza ya Mungu. Hawana time na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anakuja hapa ili apate muujiza, hana haja na Mungu. Kwa sababu Biblia inasema ukimpata Mungu umepata vyote. Amina. Asema ndani ya Mungu kuna kila kitu. Sasa huyu mtu hana haja na mwenye kila kitu, anataka kila kitu. Ila mwenye kila kitu hana haja naye. Na uzuri Mungu si mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu angekuwa mwanadamu, wengi ni manafiki. Amina. Haleluya. Wengi ni wanafiki, wanakuja hapa kama wanamtaka Mungu lakini hawamtaki Mungu. Kwa hiyo angekuwa mwanadamu, wengi wangekuwa wameshatoka, wengi wangekuwa wameshajibiwa maombi yao. Hata ambao wakustahili Mungu angekuwa shawajibu. Lakini Mungu anajua mwanzo wako mpaka mwisho wako. Haleluya. Anajua mawazo yako, anajua kilichokuleta hapa ni nini, anajua. Haleluya. Pongeni mikono kama tunaelewa. Anajua nini kimekusogeza Shilo, nini kimekupeleka pale. Je, unanitaka mimi ama unataka vya kwangu? Mungu anaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona mtu anakata tamaa kwa sababu ya vitu vya kuonekana, kwa sababu eti hana mtoto, huyu alikuja hapa si kwa ajili ya Mungu.
Amen. Mungu anataka roho yako. Unapomkabidhi roho yako, unapoitoa dhabihu, ndipo anapokumbuka kwamba una mahitaji. Amina. Haleluya. Ndipo anapojua kwamba mtoto wangu anahitaji mavazi, anakupa. Ndio maana waliokomaa kiroho hata waombaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu, sina nyumba, sina nini, anajua tu Mungu atafanya. Amesema tafuta ufalme, hayo mengine utaongezewa. Amina. Kwa mtu aliyekomaa kiroho hata adili na hayo mambo, anakuwa na malengo sawa, lakini haweki kipaumbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati leo nimefunga na kuomba, naomba nijenge nyumba, naomba si nifanye hivi. Sio vibaya, ni vizuri. Amina. Lakini ukikomaa vizuri kiroho, unaelewa kwamba hivyo vitu vinakuja baada ya wewe kukaa vizuri na Mungu. Bwana asifiwe sana. Baada ya wewe roho yako kuambatana na Mungu vizuri, hivyo vitu vinakuja. Hapo nasema na wakubwa. Amina. Haleluya. Nasema na waliokomaa, nasema na walioinuka kiimani, wako vizuri. Hivyo vitu huwa mimi siombagi, najua vitakuja. Cha msingi ni nini? Ni kujidhabihu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wanachoka kwa sababu ya Mungu hajajibu maombi yao. Wana wa Israeli walikuwa wanachoka kwa sababu gani? Chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Maji. Yaani jana wamekula kwale, wamekula nyama, wameshiba. Leo wamekosa tu kidogo, kimechelewa. Malalamiko hayo, wanainua vimdomo juu. Wewe Musa, wewe bora tu ungetuacha Misri. Kwani uliona kule Misri hamna makaburi? Umeona tuje tufia hapa jangwani? Musa ndio maana wakati mwingine alikuwa anakasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anaongoza watu ambao hawana roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata akiongea mambo ya kimungu, anaona wewe msaona tucheleweshe, tupotezea tu muda hapo. Wale wengine wakataka wajichagulie kiongozi, awarudishe Misri, si ndio? Jina la Bwana pekee sana. Yaani wanaona hii safari mbona ni ngumu. Na ni kweli ilikuwa ngumu bila Mungu. Haleluya. Lakini wale walimwona Mungu live. Live kabisa, walikuwa wanamuona Mungu. Lakini bado walichoka. Kusali kwenye kanisa ambalo lina Mungu sio kwamba na wewe una Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kusali chini ya mtumishi ambaye ana upako sio kwamba na wewe una upako. Tunaona vizuri. Kwa hiyo Musa pia alikuwa amejaa upako. Haikuwa anajifunika kitambaa ili watu wasichomwe macho. Yaani watu walikuwa wanaogopa kumwangalia. Kipanda uso kinawaka, kinang'aa utukufu wa Mungu. Lakini bado watu wakasema turudishe Misri. Wakachoka. Bado walikuwepo ambao walikuwa ni wavumilivu. Haleluya. Walikuwepo ambao walikuwa wavumilivu, walivumilia zile shida bila kuinua mdomo mbele za Mungu, bila kunyanyua kimdomo mbele ya Musa. Walivumilia taabu na shida. Hao Mungu alipendezwa nao, wakaingia Kanaani. Haleluya. Kwa sababu gani? Hao watu walikuwa na roho wa Musa, roho iliyokuwa ndani ya Musa na wao walikuwa naye. Kwa hiyo Musa alikuwa akisema kitu, wanaelewana naye, wanapatana rohoni, wanakuwa kitu kimoja. Wale Mungu akapendezwa nao, akawapa nguvu mpya. Waliingia
Kanaani, watu wachache sana ambao walitoka Misri. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na uvumilivu. Nguvu ya Mungu ilikuwa ndani. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Kwa hiyo leo tunachoshwa na vitu vingi ambavyo hata Mungu akivipima havina mashiko. Hata mtu amenisema vibaya kwenye kwaya, basi siendi mwezi mzima. Haleluya. Takuwa tunaambia niko bize, sikanyagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama wewe wanakuambia tunakuua, mkane Yesu, wewe si ungesema tunamkana? Kama tu vineno tu vidogo vinakutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hatujafanya vita na dhambi hata kumwagika nini? Damu. Wenzetu walimwagika damu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Damu zilimwagika. Waliuawa kikatili. Sasa wewe vitu vidogo vinakutoa kwa sababu huna nguvu. Mungu ndani yako hayumo. Na kinachokufanya uzile manake una tabia ya kutokusamehe. Haleluya. Una tabia ya kutunza uchungu. Una tabia ya kubeba watu. Kwa hiyo ile unapokuwa na hiyo tabia manake nguvu huna. Walio na nguvu za Mungu wanasamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano wewe ni mtumishi, mtu anaweza akakuumiza leo na akakuomba msaada hapo na ukamsaidia. Bwana asifiwe sana. Bila kinyongo. Haleluya. Unamsaidia. Ndio maana wenzetu waliokuwa wamekomaa vizuri kiroho walikuwa kitendo ubaya, wanamwambia Mungu, huyu mtu hajui anachokifanya. Shika hiyo kanuni. Haleluya. Huyu mtu hajui anachokifanya. Unapotembea na hiyo kanuni itakusaidia. Kuliko kaanza makusudi, anaelewa. Ni makusudi kabisa. Unapofanya hivyo, kumsamehe mtu wa namna hiyo itakuwa ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unapokuwa na nguvu za Mungu, Mungu anakujulisha kwamba huyo sio yeye. Kuna roho iko ndani yake. Kuna nguvu ya kipepo iko ndani, ndio inayotoa hayo maneno machafu, ndio inayokufanyia hivi, sio kwa akili zako. Unapofanya hivyo utaona huyo mtu hana hatia. Haleluya. Bwana asifiwe. Utaona hana hatia na utamwombea rehema kwa Mungu. Ndivyo wenzetu walivyoishi. Na sisi tunatakiwa tuishi hivyo. Haleluya. Kwa hiyo uchoke haraka, anasema vijana watachoka, wanaume watachoka, bali wale wangojao Bwana watapata nguvu mpya. Haleluya. Watapaa juu kwa mbawa kama tai. Haleluya. Kwa sababu gani? Wao wanamtegemea Mungu, hawaangalii vitu vya kuonekana. Usiangalie mawimbi ambayo yanakuja mbele yako. Haleluya. Usiangalie shida ambazo zinakusonga. Usiangalie misiba ulionayo. Unapoitafakari sana hiyo, itakusababishia adui aingilie kati na akuhubirie kwamba Mungu hana maana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kilichomsaidia Ayubu alipopigwa, yeye kwanza kuangalia yale mapigo. Biblia inasema akaingia majivuni, akaanza kuomboleza. Manake alidumu katika uwepo wa Mungu kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikaa katika eneo la maombi, manake alidumu katika uwepo wa Mungu. Hakuruhusu mawazo ya kwanza kutafakari mali zake. Angeruhusu tu anze kuwaza, nilikuwa na hiki kimeondoka, nilikuwa na hiki kimeondoka. Angeruhusu hayo mawazo, huenda angejinyonga. Haleluya. Angejiona hana maana ya kuishi. Angejiona hana maana kabisa, lakini hakuyapa nafasi. Alimtumaini Mungu. Mungu akampa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimpa nguvu.
Tunaposoma kisa cha Ayubu, sio kwamba kilikuwa cha kawaida. Kingempata mwenye imani haba, angekufa, angekunywa sumu. Haleluya! Ila majaribu yalikutana na mtu ambaye kiroho yuko vizuri, imani ameishika na nguvu ya Mungu imo, na amejitenga na uovu wa kila aina. Mungu akamuhuisha, akaendelea kusema na Mungu. Hakuwahi kuzira kwamba leo siombi. Daima alikaa katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unafanya nini mawimbi yanapokukabili? Unafanya nini shida zinapokusonga? Unachukua hatua gani? Maamuzi gani unachukua? Bwana Yesu asifiwe sana. Unachukua hatua gani? Wengine wanachukua madawa, wanaamua tu bora wakafie huko. Wengine wanaamua tu wachukue kama wakajiue. Na utasikia ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anaamua tu kwenda kuvuta bangi. Anaona maisha yashanivuruga, kwa hiyo acha tu nikajiachie. Naanza kuvuta madawa kulevya. Wale wote wanaofanya hizo tabia, wengine walikutana na majanga. Haleluya. Na muuliza kwa nini unavuta bangi? Kuna kipindi alipitia, akajikatia tamaa. Bwana sasa kaanze kuvuta bangi, aanze kutembea na visu mfukoni, kuvizia kwenye kona na kwenye vichochoro, kila anayepita mkabe. Aishafurugu. Kuna mambo yalimjiria, alishindwa kuyastahimili kwa sababu amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anachukua maamuzi ya kwenda kujiharibia zaidi. Kinachomfanya chukua yale maamuzi ni kwa sababu kuna nguvu chafu imo ndani. Sema Yesu nisaidie. Kwa anasema wale ambao ni wavumilivu hawatachoka. Utachoka leo, kilalo kiamka unazo nguvu. Haleluya. Utachoka leo, kilalo kiamka unazo nguvu, naenda mbele. Unabeba msalaba wako, unaondoka bila kumwangalia jirani wa pembeni yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kuangalia umeumizwa na nani. Unaamka mpya, unaamka mwingine, una amani. Hayo ndio maisha ya watu walio na Mungu na walio na nguvu ya Mungu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma Zaburi ya 105:4 pale anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu wanamtaka Mungu lakini wamekaa na nguvu zake wamezikataa. Tuna wangapi leo ni Wakristo hawana nguvu? Wanafanya mambo yote ya nje wanayafanya, ya ndani wanayafanya kinafiki, na wamekaa na nguvu. Wanadai wanamtumikia Mungu lakini nguvu zake hawana. Ni wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu kama hao hata shetani mwenyewe anaga shida nao. Haleluya. Hawana nguvu, anaweza akawatumia hadi kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Usipokaa vizuri na Mungu, shetani atakutumia tu. Na usikia agent ni nani? Ni wakili wa kuzimu. Amina. Mtu yoyote asiye na nguvu ya Mungu anaweza kutumika. Haleluya. Kaini na Abeli wote walikuwa ni watu wa Mungu, lakini mmoja alikuwa hana nguvu, alikuwa hana ushirika na Mungu. Shetani akamwingia. Tunamsoma pia Yuda kwamba shetani akamwingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini hakuingia kwa Petro? Kwa nini hakuingia kwa Yohana? Ndio maana hata Yesu akiwa anaenda kwenye maombi hakuwahi kumchukua Yuda hata siku moja.
Jina la Bwana pekee sana. Hata siku ile wapo mlimani wenzake wanaomba, kumbe yeye hayupo, kaenda huko kutafuta hela. Wanatoka kwenye maombi wanakutana naye. Yesu anajiuliza, wewe Yuda, wewe wenzako tumekuwa kwenye maombi, ulikuwa wapi? Kumbe alienda kutafuta hela. Hela zenyewe ni za damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anaenda anamkumbatia na mbusu. Yesu sio mwanadamu, akamwambia, wewe Yuda, fanya lililokuleta. Haleluya. Yuda hakuwa na tabia ya maombi, hakuwa na tabia ya mikesha, hakuwa na tabia hizo. Yeye alikuwa ni wa kujiachia. Hela, tunawaza hela, muda wote anawaza hela. Usiseme katafuta na pasipo tafutika. Sema Yesu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona unachoka, tafuta nguvu ya Mungu. Ukiona unazimia moyo, ukiona unawaza kuacha huduma, unawaza kujiuzuru, haleluya, sasa hii huduma hii bora tu nijiuzuru. Unapojiuzuru, utajiuzuru kwa kiongozi wako, lakini Mungu hawezi kuruhusu hicho kitu. Amina. Utafanya vita na wewe mpaka ukome. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajuta, utarudi kwa machozi. Yona alienda kwa machozi. Mungu alikuwa na watumishi wengi, angemchagua mwingine. Haleluya. Lakini nasema Yona, hiyo ni nafasi yako, hamna mwingine wa kuifanya. Kakaa kwenye tumbo la samaki siku 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Chini ya bahari. Huwezi kukimbia usomo. Kwa hiyo usichoke. Amina. Unapoona umechoka, ingia hata kwenye maombi ya kumsihi Mungu akutie nguvu. Utaona unaimarika, kwa sababu Mungu hapendi ukate tamaa, hapendi uchoke. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele, tusome tena kipengele cha pili. Faida ya pili. Zinakufanya kuwa mtu mwingine. Hizo nguvu, hizo faida ya pili, zinakufanya kuwa mtu mwingine. Haleluya. Hizo nguvu zinapokuja, unapokuwa nazo, unakuwa sio mtu wa kawaida. Amina. Ulimwengu wa roho, tunapokatiza sehemu, kikutana mtu mbaya, anaelewa kwamba huyu niliyepishana naye hapa sio mtu wa kawaida. Hata wewe pia ukimwona mtu kama hayuko sawa, unaelewa kwamba huyu mtu hayuko sawa. Jina la Bwana pekee sana. Haleluya. Unaelewa huyu mtu hayuko sawa, huyu mtu ana madudu, huyu mtu ni mchawi. Unapokuwa na hii neema ya kuwa na nguvu ya Mungu, unaelewa hivyo vitu, utamjua mnafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Utamjua Yuda Iskariote, utamjua ba Yesu, kwamba wewe ni ba Yesu, utamjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana liwali yule akugundua kwamba ba Yesu ni mchawi, ila baada ya Paulo mwenye upako alipokaribia, akaelewa kwamba ba Yesu ni mchawi. Na huyu ba Yesu alikuwa ni rafiki yake na yule liwali, lakini liwali hakuwahi kugundua hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimchukulia ni rafiki, alimchukulia ni ndugu yake, alimchukulia ni kama ndugu wa damu, alimweka karibu, lakini kumbe ni lichawi. Halitaki huyu liwali ampokee Yesu, awe na neema ya wokovu. Lilikuwa linazuia. Baada ya Paulo kugundua, kwa sababu mnapokuwa na nguvu za Mungu na nguvu za giza, kuna sense pale. Amina.
Kuna ishara unaziona kwamba hapa hakuko sawa, hii hali haiko sawa. Ndio maana wakati mwingine tunasimama kuomba, panakuwa na uzito, tunaelewa kwamba hii hali haijakaa vizuri. Kunakuwa na signal, haleluya, unaelewa. Kwa hiyo Paulo akapata signal kwamba hapa kuna kitu hakiko sawa. Kuna unaongea na mtu lakini unaona kabisa hayuko hapa, yuko mbali. Hata mahali palisipo pa kuitikia yeye anaitikia, yuko mbali, ameshapelekwa huko. Mashetani yanafanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Paulo akagundua kwamba hapa hapako sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi nguvu zinakufanya kuwa mtu mwingine, unaanza kuelewa vitu vya rohoni. Tusome Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 6. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 6. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi ule wa 6. Biblia inasema, ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake, akambusu akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benjamin huko Sersa. Nao watakwambia punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama, baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe, nao wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua wanambuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwao. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha takuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na firimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Na Roho ya Bwana itakujiria kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hapa anazungumziwa ni Sauli. Wote tunajua kwamba wana wa Israeli walikuwa wanaongozwa na uamuzi, na mwamuzi wa mwisho aliyewaongoza wana wa Israeli alikuwa ni Samuel. Jina la Bwana libarikiwe sana. Baada ya pale, hawa wana wa Israeli wakasema, tumechoka kuongozwa na uamuzi, na sisi tunataka mfalme, na sisi tuwe kama nchi zingine, tuwe na rais, tuwe na mawaziri, tuwe na viongozi wote wao wamekamilika. Kwa hiyo Mungu akamwambia Samuel kwamba watu wamekukataa wewe, na mimi pia hawajakukataa wewe mwenyewe. Kwa hiyo chukua mafuta, mtie Sauli awe mfalme wa hilo taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa anaelekezwa na Samuel
kwamba unapotoka hivi leo kwangu, fanya 1, 2, 3. Utafika mjini, utakutana na manabii. Hawa manabii wanaenda kumtafuta Mungu Betheli, wamebeba sadaka, wamebeba vinanda na vinubi, nawe utatabiri pamoja nao, kwa sababu mafuta yameshaingia ndani. Anaposema mafuta ni nguvu, haleluya. Mafuta ni upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafuta ni uwepo Mungu. Wale manabii walikuwa wamejaa upako, walikuwa wamejaa nguvu za Mungu, wanatembea wanatabiri. Wapo njiani wanaenda kanisani wanatabiri. Unaionaje hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja hapa kanisani umejaa upako, toka nyumbani unanena kwa lugha. Ukija hapa wanaomba na wewe unaunga mle. Ulikuwa rohoni zamani, toka nyumbani. Upako, haleluya. Anasema utakutana manabii wanatabiri, nawe ingia kwenye hilo kundi, anza kutabiri. Sio anaambiwa tabiri vitu ambavyo havijui. Tayari Samueli anajua mafuta haya niliyoyatia juu ya Sauli yataanza kufanya kazi. Kwa hiyo ukikutana na manabii, anza kutabiri. Anasema nawe utageuzwa, utakuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukakaa na hii nguvu kabaki yule yule, lazima ugeuzwe. Haleluya. Hii nguvu huwa inageuza. Hutaambiwa na mtu ondoa hiyo mirasta kichwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hutaambiwa na mtu acha kunyoa denge. Hutaambiwa na mtu mwanamke acha kuvaa suruali. Hutaambiwa acha ulevi. Jina la Bwana libarikiwe. Ile nguvu yenyewe ikishaingia inakugeuza, unakuwa mtu mwingine. Sauli aligeuzwa, kaitwa Paulo. Haleluya. Alikutana na nguvu ya ajabu, ikamwingia, ikampondaponda, ikamvunjavunja, akawa mtu mwingine. Walikuwa pamoja naye kufanya uhalifu, akawageuka, akawachapa Injili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aligeuzwa, akawa mtu mwingine. Sauli akamsikiliza baba yake wa kiroho Samuel, akaenda akaanza kutabiri. Watu akaanza kumshangaa, Sauli naye amekuwa nabii. Haleluya. Ndivyo ilivyo, unapokuwa na nguvu lazima watu wakushangae. Kama wetu tulikuwa tunaenda wote kulewa, tulikuwa tunaenda wote kujiuza, imekuwaje saizi uendi? Tawaambia nimekutana na nguvu ya ajabu. Haleluya. Imenigeuza, nimekuwa mtu mwingine. Mimi sio tena changudoa, mimi sio tena kahaba, nimeshaokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii nguvu inawafanya watu wawe watu wengine. Ukiona wewe umeokoka bado ni yule yule, hujageuzwa, bado hujakutana na Mungu bado. Haleluya. Bado hujakutana na Yesu. Yesu anapindua mambo. Amina. Akiingia uko ndani na kuvunja vunja. Ulikuwa na kiburi, anakivunja vunja. Ukikutana na mtu ameokoka alafu ana kiburi, ana madharau, huyo bado hajakutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amejaa dharau, amejaa kiburi, huyo hajakutana na Mungu. Ni mbea, ni msengenyaji, bado hajakutana na Mungu. Umbea na yenyewe ni nguvu. Haleluya. Madhambi yote na yenyewe ni nguvu. Ndio maana Paulo anasema si mimi, bali ni ile dhambi kayo ndani yangu, si ndio? Maana yake dhambi ni nguvu ya kipepo, inakupelekesha kufanya dhambi. Sasa hiyo nguvu ya Mungu inapoingia
inaenda inaizimisha hiyo nguvu ya dhambi, inaikanyagia chini. Haleluya, haleluya. Ile nguvu ya dhambi inasagwa. Ulikuwa na mitamaa ya ajabu, ile mitamaa inaenda inasagwa. Amina. Unakuwa fit, unakuwa safi, unakuwa kijana safi mbele ya Yesu. Mungu anaanza kujivunia wewe. Umemwona mtumishi wangu fulani, umemwona binti yangu fulani, Mungu anaanza kujivunia wewe, kwa sababu umegeuzwa. Haleluya, umekuwa mtu mwingine, umekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa dhambi zinatoka wapi? Mambo ya ajabu yanatoka wapi? Tabia chafu zinatoka wapi? Tabia mbaya zinatoka wapi? Bado hujapinduliwa, bado hujavunjwa wewe, bado dhambi bado haijavunjwa ndani yako. Unapokuwa na nguvu ya Mungu huwezi kuwa na tabia za hovyo. Haleluya. Sio tu utashinda maadui, utapiga wachawi, inaenda inatengeneza ni tabia. Amen. Ulikuwa katili, ulikuwa choyo, nguvu inapoingia hivyo vitabia vyote vinafia kule. Watu wanaanza kukushangaa, watu wanaanza kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Kanisa lilishangilia liliposikia Paulo kaokoka. Biblia inasema kanisa likapata raha. Haleluya, Bwana asifiwe. Kanisa likapata raha. Mpesi kaokoka. Mchawi anayeua watoto wako kaokoka. Mchawi anayefanya uwe maskini kaokoka. Si lazima ushangilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasababisha watu hawaolewi, watu hawabarikiwi, watu hawafanikiwi, ameokoka. Sema wengi sasa tunakimbilia kuwafyeka watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuna option nyingine, hiyo tunaisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tupiga picha hao mitume wangesema tunamfyeka Paulo, tunamfyeka kwa jina la Yesu. Kumbe ndio mhubiri mkubwa kuliko wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndio kaandika vitabu vingi kuliko hao, na wengine hata hawakuandika kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kumbe unaweza ukawaombea waokoke. Amina. Ukamwambia Mungu waokoe kwenye hiyo dhambi ya uchawi, wakujue. Tena hilo ni ombi zuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo alipookoka kanisa likapata amani, wakamtukuza Mungu. Bwana asifiwe sana. Bila shaka walikuwa wanamwombea, walikuwa wamfiki. Amina. Walikuwa wanapiga ile roli huko ndani. Paulo walikuwa wanampenda, hata kama walikuwa na wanyanyasa, walikuwa wanampenda. Ndio maana Stefano akamwambia Bwana, msamehe watu, hawajui walitendalo, na Sauli alikuwepo pale. Bwana asifiwe sana. Akaombea rehema. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii nguvu inakugeuza kuwa mtu mwingine. Amina. Wewe una huduma, unatumikia Mungu, Mungu anakufanya kuwa mtu mwingine, unakuwa tofauti na watu wengine. Amina. Wako wanafiki, wako waigizaji. Wewe unapokuwa unamtafuta Mungu na nguvu ya Mungu imo ndani, hata utumishi wako unakuwa wa aina yake. Amina. Ufanane na mtu mwingine kulingana na gharama ambazo unatoa mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unakuta anaimba huyu hakuna kitu, anaimba huyu watu wanabarikiwa, anaimba huyu uwepo wa Bwana unatembea, anaimba huyu hamna kitu. Kuna gharama, kila mtu analipa gharama kwa namna yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anajifunua kwako kulingana na gharama unayoitoa kwenye magoti. Mungu akubariki. Mdangu umeisha, tutaendelea siku nyingine. Haleluya. Tutaendelea na hiyo. Tumetuandika moja japo maandiko mengi. Kwa hiyo tutaendelea siku nyingine. Kwa hiyo
lipa gharama ya kutafuta nguvu ya Mungu. Amina, utaenjoy